So of course, ladies and gentlemen, welcome to Siasa TV na tuko na mheshimiwa hapa, tuko live. Mheshimiwa karibu sana. Asante. Yes, mheshimiwa umekuwa tujapatana na siku 2 3 na mambo mingi imefanyika. Ukiangalia mheshimiwa, wewe ni msemaji wa Siligishu hapa wa Kikuyu. DCP Mlima, unaona tangu waingie kwa muungano tangu muungano chama kama ODM waungane na serikali, unaona ni kama DCP inakosa mwelekeo wa kuungana na serikali, ama wanataka kuingia kwa serikali ama ni wataki mheshimiwa? Ningependa kusema ya kwamba serikali yetu ya UDA ni serikali kubwa, Yeah. Na ni serikali ya Wakenya wote. Serikali ya UDA si serikali ya Wakalenjin na Wakikuyu. Ni serikali ya jamii zote ambazo katika jamhuri yetu ya Kenya. Na ningependa kusema ya kwamba wakati DCP wanapoona vyama vingine vikiunganika na serikali, ningependa kuambia ya kwamba DCP ni chama cha upinzani. Na vyama vingine kama ODM ni vyama ambazo zinakuja kujiunga na serikali. Kwa sababu kama vile nimetangulia kukuambia ni kwamba serikali yetu ya UDA ni serikali kubwa na ni serikali ya vyama ya kabila zote. Kwa hivyo tunapoona wale watu wa UDA wa ODM wanapokuja katika serikali wanafanya vizuri, kwa sababu hii ni serikali ya watu wote na inafaa kuwa serikali imepanuka na serikali ambayo inadhamini jamii zote. Kwa hivyo serikali inapoalika watu wa ODM ni vizuri, ili serikali iweze kuwa na mizizi katika kona zote za Kenya. Yes. Na ukiangalia muungano wa Azimio tangu baba aondoke, ni kama unakosa mwelekeo. Unaona ni kama 2027 itakuwa na mgombeaji. Niseme ya kwamba muungano wa Azimio ilikuwa ni baba. Na wakati baba aliondoka, aliwawacha kwa serikali ya William Ruto. Na hapo ndipo sasa Azimio iko. Ukiona Azimio unaona ya kwamba ODM ndio Azimio. Na Azimio ilibaki pale kwa serikali ya William Ruto. Ndio maana unaona watu wale viongozi wa ODM bado walibaki mahali pale ambapo baba Raila Odinga former prime minister aliwawacha. Hapo ndipo bado wako na bado wako katika serikali na bado Azimio iko imara, kwa sababu Azimio ni ODM. Na ODM tuliona hata juzi Naivasha wakiwa wameunganika na serikali. Yes. Mheshimiwa, tumeona mtu kama Sifuna anataka kujenga pande ya mlima, achukue deputy president wasimame naye. Wewe ukiangalia kuna mtu mlima, unaona huyu anatosha kukuwa deputy wa Sifuna? Niseme ya kwamba sitaki kuongelea sana hapa mambo ya upinzani, lakini mimi nataka niongelee mambo ya serikali. Serikali ambayo tuko ndani yake. Niseme ya kwamba huyu Sifuna ni Mkenya. Sifuna hako na haki yake ya kutembea kila kona zote za nchi akiomba kura. Bora tu ombe kura zake na amani, kila mtu amekubaliwa kutembea katika jamhuri yetu ya Kenya. Na ndio maana nilitangulia kukuambia tungeangalia kwanza sana kama huyu ambaye alikuwa naibu wa rais Gachagua, tunamuona isipokuwa ni yeye anajaribu kufanya kampeni zake kwa njia ya matusi, kwa njia ya kudunisha watu, lakini kila mtu katika jamhuri ya Kenya anaomba amani ya kutosha. Lakini tunaona isipokuwa ni hao wa Gachagua, tunaona sana wanakosea rais wa jamhuri ya Kenya heshima, wanakosea viongozi wengine heshima. Sisi tunasema ya kwamba kila mtu afanye siasa zake kwa amani. Aombe kura zake kwa amani. Lakini mheshimiwa, ukikumbuka kampeni ya William Ruto pia alikuwa anatusi Uhuru Kenyatta. Na hiyo si kitu kigeni kwa kampeni kutusi mtu, because ndio upate kura lazima upige mwingine na maneno makali. Wakati William Ruto alipokuwa naomba kura zake za kutaka kuwa rais, na wakati huo rais Uhuru Kenyatta alikuwa rais, William Ruto alitembea Kenya nzima mpaka kule Mount Kenya alitembea, akatembea Mombasa, akatembea hapa Rift Valley, akatembea Coast, akatembea mpaka Western, akatembea Nyanza. Na yeye alikuwa anasema ya kwamba aliongelea mambo ya bottom up, aliongelea mambo ya affordable house ambazo zinaendelea sasa, na aliongelea mambo mengi. Hatukumuona kila wakati akisema one term, akisema Kasongo, akisema nini, lakini hawa wengine saizi tunaona kazi yao
ni kuongea na kusema matusi. Kwa mfano huyu ambao unamtaja Gachagua, Gachagua tunamuona kwa radi zake. Gachagua hakuna sera hata moja huwa anauzianga Wakenya. Yeye akisimama kwa gari anasemanga tu Harambee one time, anasema Kasungu, anasema Mkabila, anasema mambo mengi, Kasongo must go, lakini hakuna sera ambaye anauzia Wakenya. Lakini huyu William Ruto tulimuona akiuza sera. Tulimuona akiuza sera katika jamhuri yetu ya Kenya. Tulimuona akienda kule Mount Kenya akiongea mambo ya hasara, akiongea mambo ya bottom up, na akaongea na akaomba kura zake kwa unyenyekevu. Lakini hatukumuona akiandika Uhuru Kenyatta, hatukuona akitusi kiongozi wa kule mlima, hatukuona akitusi baba. Tulimuona akiomba kura zake. Lakini huyu wa sasa, yeye pamoja na vijana wake wadogo pale akina John Medho, tunawaona kazi yao ni kutusi viongozi ambao wako sasa na kuwanyima heshima zao. Niseme ya kwamba katika jamhuri yetu ya Kenya tuko na rais mmoja ambaye ni William Ruto, na anafaa kupewa heshima. Hata tusipompa heshima, hiyo ofisi yake ya rais inafaa ipewe heshima kubwa, kwa sababu kumekuwa na marais wengine walikuwa nyuma yake na tuliona wakiheshimiwa. Pia hata yeye sasa anafaa kuheshimiwa, kwa sababu yeye ndio rais wa sasa wa jamhuri ya Kenya na hakuna mwingine. Na pia atakapoondoka, kwa sababu ataishi milele mahali pale, hata yule mwingine atakaye kuja, hata wale wengine ambao wanaomba viketi, wanafaa pia wao wataheshimiwa jinsi watakavyoheshimu ambaye yako sasa. Kama kweli wao wanaomba uongozi, wanafaa waheshimu ambaye yako sasa, ndio wakati wao kama utafika pia wao waheshimiwe. Lakini hawataka kuheshimiwa na yule ambaye yako sasa hawamheshimu, wanamtusi hadharani wakimuita majina mingi. Tunajua majina ya William Ruto, anaitwa William Samuel Ruto, lakini hizi majina mingi wanambandika ni kumkosea heshima, na si kukosea Ruto heshima, wanakosea heshima ofisi ya rais wa jamhuri ya Kenya, ambaye tumekuwa na mzee Jomo Kenyatta, tumekuwa na Daniel Moi, tumekuwa na Moi Kibaki, na tumekuwa na Uhuru, na tuko na William Ruto. Sasa ni wakati wa William Ruto, na ukiwa ni wakati wa Ruto lazima aheshimiwe, kwa sababu huu ni wakati wa William Ruto, na ni anafaa apewe heshima yake kama rais wa jamhuri ya Kenya. Yeye ndio commander in chief. Kwa hivyo Gachagua na timu yake, tafadhali tunawaomba waweze kuheshimu rais wa jamhuri ya Kenya ambaye ako kwa mamlaka kwa sasa. Yes. Mheshimiwa, ukiongelea, wewe ni msemaji wa shirikisho hapa hivi, ukiangalia president wetu William Samoei Ruto alikuwa anasema watu wa shirikisho wamsupport. Wakati walikuja vuguvugu la shika kadi, ilisemekana watu wachache sana washirikisho hapa ndio walishika kadi. So inamaanisha watu wengi hapa washirikisho wa support William Ruto, na hapa ni nyumbani kwake. Niseme ya kwamba hapa Wasingishu sisi jamii ya Wakikuyu, jamii ya Wakalenjin, jamii ambazo ziko hapa tuko nyuma ya William Ruto. Wacha nikwambie ya kwamba tunajulikana ya kwamba unapoona mtungi ambaye hauna maji ndio unabweka sana, ndio unapiga kelele sana, lakini mtungi ambao umejaa maji hauwezi ukapiga kelele. Niseme ya kwamba sisi tumechukua kura, sisi tumejiandaa kupigia kura William Ruto, na sisi tunasanya kura na tuko na kura za kutosha hapa Rift Valley, hapa Wasingishu tuko na kura za kupigia William Ruto. Na niseme ya kwamba mnapotuona hapa Wasingishu kama tumenyamaza, msikaseme ya kwamba sisi ni waoga, msikaseme ya kwamba hatuna kura. Sisi tuko na kura za kutosha za kupigia mheshimiwa William Ruto. Kwa sababu number one, kile kitu ningependa kusema ya kwamba inafaa tupigie William Ruto kura. Number one, William Ruto kuna mambo ametufanyia. Kwa mfano kuna mambo kama ya mbolea. Sisi hapa Wasingishu tunategemea ukulima. Tumeona mbolea ya bei ya chini. Hapa tumeona nyumba zikijengwa. Tumeona mambo mengi yakifanyika, na zaidi ya yote tumeona amani ambayo tumekuwa nayo. Niseme ya kwamba kwa marais wote watano ambao wameongoza nchi yetu ya Kenya, hakuna rais ametupea amani ya kutosha hapa Wasingishu kama Daktari William Ruto. Wakati wa William Ruto, iwe usiku iwe mchana, sisi hapa Wasingishu, hasa jamii yetu ya Wakikuyu, tunaishi na amani ya kutosha. Na ndio maana mimi nakwambia kwamba hawa watu wa kule mlima hawajui magumu tumepitia hapa Wasingishu. Wale watu wa kule mlima hawajui sisi tunakulanga nini, hawajui tunavaa nini. Kwa hivyo sisi tunapoona nchi yetu iko na amani, sisi tunafurahi sana, kwa sababu kule mlima
kazi yao ni uchochezi, na tumeona uchochezi ambao wamekuwa nao wakiongozwa na huyu Gachagua. Na ningependa kuambia watu wa kule mlima, tafadhali wajue ya kwamba kuna mandugu zao wako katika pembe zote za Kenya, na Mheshimiwa Oscar Sudi amekuwa akisema kila wakati kwa vyombo vya habari, anasema ya kwamba Wakikuyu wako kila mahali, Wakikuyu wako katika pembe zote za nchi. Kwa hivyo watu wanapoongea tu mambo ya mlima, niwaambia kwamba hapa Uasin Gishu, mlima yetu ni hapa Uasin Gishu, na hapo ndipo tunaishi, na tunaishi na jamii zote. Lakini Tukienda Nakuru ndio mlima yao, tukienda Kajiado wako, tukienda Mombasa kuna Wakikuyu, tuende hata hapa Trans Nzoia kuna Wakikuyu, tuende Kakamega kuna Wakikuyu. Kwa hivyo wale watu wanapoongelea tu mambo ya mlima wanatukosea sana, kwa sababu sisi zote ni Wakenya na hakuna mahali mnafaa kusema ati huku ni kwetu. Kama unataka kuwa kiongozi, usikuwe kiongozi wa mlima, kuwa kiongozi wa Jamhuri ya Kenya. Lakini mtu anapotaja tu mlima, nimefunga mlima, sijui ni Kalonzo afunge Ukambani, sijui Sifuna afunge Western, hapana, inafaa mtu afunge Kenya. Kama vile William Ruto anang'eng'ana kuunganisha Jamhuri ya Kenya, lakini unakuta ati wale ati wanang'eng'ana kufunga mlima, ati wanang'eng'ana kufunga Ukambani, ati wanang'eng'ana kufunga Western. Hapana, inafaa tufunge Kenya yetu. Kenya yetu iwe moja. Sisi wote ni wa Kenya. Mbele ya Mungu sisi wote ni viumbe vya Mungu. Na hakuna mtu anafaa kujisifu aseme ya kwamba tufunge mlima, tufunge Rift Valley, tufunge Nyanza, tufunge wapi. Hapana. Na ndio maana unaona William Ruto saizi anajaribu kuleta watu wa kutoka Nyanza, anajaribu kuleta watu wa Uasin Gishu, alete watu wa Rift Valley, alete watu wa mlima, alete watu wa kule coast, wote wakuwe kitu kimoja. Yes. Lakini ukiangalia hata William Samoei Ruto pia mwenyewe alitengeneza hii kitu unasema mlima yenye Gachagua anasema. Pia William pia alitengeneza hapa. Kuna wakati ungekanyaga hapa bila William, ungekanyaga Uasin Gishu kwa Kalenjin bila William Ruto. Nakumbuka Isaac Ruto mwenyewe alikuwa Azimio, alikuwa anapinga William. Na ilibidi mpaka wanapigana. So hiyo kitu yenye Gachagua anatengeneza, Gachagua pia anatengeneza mlima ikuwe strong. Wacha nikwambie, Ndio wakienda kwa tebo analeta kura zake. Kuwa katika kusema ya kwamba ati huyu ni kiongozi wa eneo fulani, hiyo si kiwango ya rais. Mimi nakwambia kiwango ya rais ni mtu yule ambaye anaunganisha Jamhuri ya Kenya, si mtu ambaye anasema ati anafunga mahali fulani. William Ruto anaunganisha Jamhuri ya Kenya. Gachagua anasema yeye ni kiongozi wa mlima. Kenya si mlima peke yake. Kenya ni kubwa kushinda mlima. Kenya ni kubwa kushinda Rift Valley. Kenya ni kubwa kushinda Nyanza. Kwa hivyo sisi wa Kenya, sisi viongozi, hatutaki mtu ambaye anasema anaunganisha sehemu fulani. Tunataka mtu ambaye ataunganisha Jamhuri ya Kenya, mtu ambaye ataunganisha Wakenya wote, lakini si mtu ambaye atasema ya kwamba mimi nafunga mlima, mimi nafunga Uasin Gishu, mimi nafunga wapi. Kweli rais wa Jamhuri ya Kenya ametoka hapa Uasin Gishu, na yeye ni kiongozi wa hapa Uasin Gishu, na pia ni kiongozi wa Jamhuri ya Kenya. Na pia wale ambao wanatafuta uongozi, watafute kweli uongozi kule kwao. Kama anatafuta gavana, atafute gavana kule kwao. Lakini mtu wa kiwango ya rais hafai kuongelea mambo ya kufunga sehemu fulani. Anafaa afunge taifa letu la Kenya. Lakini kama Gachagua anaomba gavana kule kwao, anaweza sema ya kwamba anaweza ongelea mambo ya Nyeri, hata si mlima, ongelee mambo ya Nyeri peke yake. Kama mtu anaomba MP, ongelee mambo ya eneo bunge lake. Kama ni MCA, ongelee mambo ya eneo bunge lake. Sasa Gachagua anaongelea mambo ya mlima peke yake, mambo ya Mount Kenya peke yake, na hakuna kiketi anaomba ya mlima. Tunaomba kiketi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. William Ruto anasema anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya kwa mihula miwili. Haombi mambo ya hapa Uasin Gishu. Hapana, haombi mambo ya bonde la ufa, anaomba Wakenya wote waweze kumsupport. Sasa hata ningependa kuambia hata wale viongozi wengine wawache kuongelea mambo ya region zao. Kuongelea mambo ya region moja, hiyo katika Jamhuri ya Kenya hakuna kitu inatusaidia. Yes. Okay, mheshimiwa, niko na swali hapa. Wewe mwenyewe ukiangalia hapo Uasin Gishu, kuna wale viongozi hawaungi William Samoei Ruto mkono. Wao pia wako kwa ile vuguvugu la one term.
Na William Samoei Ruto president wetu anatoka hiyo suluhisho. Unaona ni mfano mzuri viongozi wakose nyumbani kwao wakose kumuunga mkono. Nimesema ya kwamba Kenya yetu iko na demokrasia. Kenya yetu iko na uhuru wa kunena, iko na uhuru wa kuchagua viongozi ambao wanataka. Na ni maana nimekuambia, kwa mfano uchaguzi ambao uliweza kuisha, Rais William Ruto aliweza kujizorea kula nyingi kule mlima ambapo Gachagua anasema. Na bado mimi naamini ya kwamba bado kule mlima kuna watu wanaamini William Ruto. Aliweza kupata kura mingi kule mlima kushinda hapa bonde la Ufa. Ni kwa sababu gani? Hiyo inamaanisha ya kwamba kila mtu ako na haki ya kuuza sera mahali popote ambapo ako. Hata mimi Njenga ni Mkikuyu na mimi naomba tiketi hapo Uasin Gishu kwa chama cha UDA. Unaona? Kila mtu ako na uhuru wa kuomba mahali popote kura kulingana na chama ambacho umeona sera zake na wewe mwenyewe zinaandamana pamoja. Mimi nilipima vyama vyote. DCP iko, ODM iko, vyama vingi viko, Jubilee iko, lakini mimi nilipoangalia sera zangu na sera ya chama tawala cha UDA inaandamana pamoja. Mimi nikasema ya kwamba nitaomba kura na tiketi ya UDA mahali pale ambapo niko na mahali ambapo nimeona ya kwamba nafaa kuomba kura. Kwa hivyo hii mambo ya kuongelea mambo ya mikoa fulani, si tunataka mtu atakayeongea sera, tutetee sera zake, na pia chama hicho ambacho anaomba nacho. Tuulizane manifesto ya hiyo chama ni nini? Manifesto ya DCP ni nini? Juu watu wale wanapoenda kwa gari juu, nimekuambia mara mingi, kazi yao ni matusi. Kazi yao ni kukejeli wale wengine. Kazi yao kama ni kuinsight watu. Niliona juzi Gachagua akisema ya kwamba vijana walinde watu. Vijana walinde wamama. Serikali ya Jamhuri ya Kenya ndio inafaa kutulinda sisi wote. Si vijana. Vijana wanafaa kukaa nyumbani. Vijana waendelee kujenga nchi yetu, waendelee kujenga Jamhuri yetu ya Kenya, lakini sio kulinda mtu. Mimi nalindwa na Mungu na pia nalindwa na serikali ya Kenya. Ndio iko na haki ya kunilinda mimi. Lakini si vijana wanilinde. Inasemekana mlima bado wamefufua ile kundi ilikuwa linaitwa Mungiki. Nakwambia hivi, mambo yale ni mambo hata hatufai kuyaongelea kwa sababu hiyo ni kupoteza vijana wetu. Vijana wetu wanaenda shule wakasoma, vijana wetu wanahangaika kutafuta kazi. Kwa hivyo tunapoongelea mambo ya Mungiki na mambo ya zile vikundi haramu, hatufai kuziongelea kwa sababu hakuna manufaa ya ile vikundi. Ile vikundi tuliona katika serikali ya Kibaki ikijaribu kusumbua, na waziri wa usalama wa wakati ule aliitwa Michuki. Alikuwa na kazi kubwa sana ya kung'ang'ana nayo kikundi na taja hapa Kenya. Na tuwezi taka kuona vikundi kama vile katika nchi yetu ya Kenya zikirudi, kwa sababu ni vikundi vya uhalifu, ni vikundi ambazo hazifai kuwa katika Jamhuri yetu ya Kenya. Tunaomba vijana hawa wa Gen Z waweze kuungana kwa vikundi, wafanye biashara, uungane kwa vikundi, wasome, uungane kwa vikundi vya kanisa, uungane vya vikundi vya maendeleo, lakini si vikundi vya kulinda watu, si vikundi vya uhalifu, si vikundi vya wizi na si vikundi vya kupoteza. Kwa sababu niwaambia kwamba Kenya yetu iko na sheria, na Kenya yetu, serikali yetu ambazo imekuweko na ambayo iko, hakuna serikali itakubalia vikundi haramu viweze kutika mizizi katika nchi yetu ya Kenya. Hata hapo Uasin Gishu hatuwezi tukubalia vikundi vya vijana ambao hawana malengo mazuri. Hata kule mlima, hata Western, tunataka vijana wote waweze kuungana, waunge serikali ya Kenya mkono, wafanye maendeleo, tuweze kusongesha Kenya yetu mbele. Yes. Lakini mheshimiwa, ukiangalia ikiwa ni maandamano ni vijana wanaathirika, ikiwa ni mzozo inatokea ni vijana. Wewe kama kiongozi, hebu toa ushauri kwa vijana. Vijana, ushauri ambao mimi ningependa kutoa kwa vijana ni kwamba wakubali kuungana na serikali yetu ya William Ruto, wakubali kuungana na maendeleo ambayo katika ward zao, katika eneo bunge zao, katika kaunti zao, lakini si kuungana katika mambo ya uhalifu, kwa sababu niseme ya kwamba vijana wengi hupoteza maisha wakati wa uchaguzi. Vijana wengi hupoteza viungo vyao vya mwili, na wengine wamekuwa walemavu, wengine wamekuwa na shida hii na hii. Sasa ningependa tu kuambia tu vijana unyenyekevu sana,
Na mimi siongeleshi vijana wa Mlima peke yake. Mimi naongelesha vijana wote wa Jamhuri ya Kenya kuweza kujiepusha na mambo ambayo wanaweza wakatumua vibaya na wanasiasa, ni kwa sababu ya kutoa pesa kidogo waweze kuharibu amani yetu katika nchi yetu ya Kenya. Yes. Kuna huyu mwenye anasema mheshimiwa, ongelesha vijana, maana vijana wengi hawapigi kura. Mheshimiwa Simon Njenga, salimia watu wa Wasilikishu, waambie tunawapenda sana, wajue koti ni moja. Asante. Anaitwa aje Chebaral. Anasema aje, niko pale Lugari, nasalimia sana mheshimiwa, mwambie naongea point to the point, but mwambie Kashagu anamwaga pilipili sana. Anasema Vincent Buju anasema niko pale Nairobi. Mheshimiwa, ukikadiria bajeti ya serikali ya William Ruto iko juu sana, tufanye nini? Hata tukisema one term, kushuo tutamtoa William Samuel Ruto. Wacha niseme ya kwamba kuna watu wameongelea vizuri kabisa, na ushauri wangu ni kwa vijana. Hawa vijana nasema ya kwamba wasitumike vibaya. Hawa vijana nawaambia ya kwamba wakate kura, na siku ya kura wajitokeze kwenda kupiga kura. Na pia nawaomba sana wanasiasa wenzangu wasijaribu kutumia wanasiasa vijana vibaya, kwa sababu wale vijana wanaumia. Shilingi 1,000 uende uumize mtu, shilingi 1,000 ufunje duka ya mtu, shilingi 1,000 ukanyange mboga na nyanya za mama mboga ambao umepewa na mwanasiasa. Kwa hivyo ile siasa kuwa pesa umagwa wakati wa siasa, wacha zitumike vizuri, isiwe ni zinaleta hasara kwa jamii zetu. Na mimi tu ningependa kusema ya kwamba kama vile mwingine amesema ya kwamba hii one term, kusema one term haiwezi kapeleka mtu nyumbani. Kutusi mtu majina kutoka asubuhi mpaka jioni haiwezi kapeleka mtu nyumbani. Kile ambacho kinaweza kapeleka mtu nyumbani ni sera. Mtu auze sera zake, aseme ya kwamba mimi nikishika uongozi nitafanya zaidi ya huyu. Lakini unapopanda kwa gari yako, kama tunamwona huyu naibu wa rais wa kitambo, anapanda kwa gari, hata kusalamia wananchi hawasalimu. Anaamka na kusema one term, anaamka na kusema wewe kasungu, kusema wewe mwizi, mpaka anasema wewe muuaji. Hiyo haiwezi kaleta kura, kwa sababu hata imekuwa mazoeo. Unapoamka kila siku one term, na wengine wanafanya mikakati ya kuomba kura, wengine wanafanya mikakati ya kusaidia wananchi, wengine saizi tunaona barabara zinajengwa, tunaona mambo mengi yanafanyika, affordable house iko inaendelea, na wewe ushinde ukisema tu one term. Hiyo nakuambia ya kwamba hakuna kura hata moja italeta. Yes, of course, niko pale Facebook na Ukilisha Siasa TV presenter Kala. Facebook tuko live, alafu YouTube pale tuko live. Tuma comment section hapo tusome mbio. Tuko na mheshimiwa Simon Njenga kutoka Wasiligishu Keses, anasimama tulo mheshimiwa mwenyewe atatamka. So karibu sana, kama unakaribia Facebook tuko live, YouTube tuko live, Instagram tuko live. Of course ni mimi presenter Kala. Mheshimiwa, kuna huyu anauliza tuambie serikali ya William Ruto imetengea vijana kazi kama gani na gani, because wanatutengenezea tu kazi za nje, mbona tusitengeneze hapa kwetu? Nimekwambia kwamba tofauti na serikali kukutengenezea kazi, jambo la kwanza ni wewe kijana ujitume wewe mwenyewe. Kwa mfano niseme ya kwamba katika kaunti zetu zote 47 za Jamhuri ya Kenya kuna hii mambo ya affordable housing inaendelea. Hiyo mambo inatengenezwa, si wa Rwanda, si wa China, wanatengeneza hizo nyumba ni wa Kenya. Na watu wale wakiwa wa Kenya wanapotusaidia, watu wale wanafanya hii kazi ni wa Kenya, ni kazi imetengenezwa. Tumeona walimu wameajiriwa na hii serikali ya William Ruto, walimu wengi sana, na baadhi ya walimu ni vijana, kwa sababu ni wale wengi ambao waliweza kuhitimu shule wamekuwa walimu wanaajiriwa. Naona kwamba tuko na askari, tuko na wanajeshi ambao wameajiriwa. So tunapoona mambo kama yale, ni baadhi ya mambo ambayo serikali imefanya. Na pia tumeona ya kwamba serikali imeendelea kuimarisha hizi TVET, kazi za mikono ya wale vijana ambao hawakusoma. Wengi tumewaona wakienda kule TVET wakisoma, na tumeona ya kwamba watu wale wanapokuwa na kosi yao wanajifanyia kazi yao ya mikono.
Si lazima utegemee tena kuajiriwa zaidi kama kijana, lakini ukikaa tu pale center atuongoje mwanasiasa akuje akupe 500 uende kunywe chang'aa utusi wengine, hiyo haiwezi kusaidia katika jamhuri yetu ya Kenya. Sikia hiyo mheshimiwa, unawania kiti cha MCA. Ukiingia MCA unatarajia mshahara yako ikuje pesa ngapi? Hiyo ni swali. Yes, niseme ya kwamba sisi kama waniaji wa viketi mbalimbali, niseme ya kwamba sana sana tofauti na mshahara, sisi tumekuwa tukijituma katika kusaidia jamhuri yetu ya Kenya na katika kusaidia watu yetu. Kwa hivyo sisi hatujalishwi na mishahara sana. Kile ambacho tunajalishwa nacho ni kwamba wodi zetu zimeimarika. Kama mimi nikiamua kusimama ni kwa sababu ya mambo ambayo yamenikumba katika wodi yangu, na nikaona ya kwamba mimi mmoja naweza kuwa kiongozi mahali pale na niweze kupeleka wodi yetu mbele. Na niseme ya kwamba ninapong'ang'ana hapa Uasin Gishu, najua ya kwamba tuko na MCA mwenye ako sasa, naitwa Julius Omboko. Huyu mheshimiwa ambao tunawania tiketi na yeye, mimi Njenga sijaichukua siku hata moja, na sitaichukua hata siku moja, a single day ya kutusi huyo mheshimiwa. Mimi nauzanga sera yangu na ninasema ya kwamba nitafanya kazi zaidi yake. Hata pia tofauti na yeye, kuna wengine ambao tunawania na wao hivi tiketi. Pia wao nawaambia kwamba wajikaze, waendelee kuuza sera zao kwa amani, lakini si matusi. Na hata viongozi wa pale juu watuige sisi wa pale juu ambao wanasema wataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, pia wao wapunguze matusi, waweze kuomba kura zao kama sisi, waweze kuuza sera zao na itakuwa nzuri. Lakini tukifanya mambo yale kwa matusi, kwa kutaka kujua unalipwa pesa ngapi, kwa kutaka kujua ya kwamba umetusi mwingine namna gani, hiyo yote ni bure na hakuna mali itateka Kenya yetu. Alright, ladies and gentlemen, tuko Siasa TV, tuko na mheshimiwa hapa Simon Njenga, anatoka Tulwet Tuyat Ward. Yeah, Keses hapo Uasin Gishu. Ni aspirant wa MCA pale, so kama pale uko pale hivyo na unasikia mheshimiwa akiongea pale, unaweza rusha comment section hapa nikusomee mbio ujue, ambie mheshimiwa kitu wanafaa fanyie watu wa Tulwet Keses, wameelezee mheshimiwa, tukiingia inatakana ufanye hivi. Kuna huyu mwenye anauliza hapa mheshimiwa, imekuwaje mafuta ni bei kali na imekuwaje mafuta ni bei kali, mafuta inatoka hapa Kenya ikienda Uganda na Uganda ni bei rahisi. Wewe kama mtetezi wa Kikuyu wa Siligishu, hebu tutetee William Samoei Ruto, tuulizie. Yes, ningependa kusema ya kweli ya kwamba hata mimi huwa niko na gari na mimi pia huwa hununua mafuta. Na ningependa kusema ya kwamba mafuta ni bei kali kweli, na kama kuna uwezo kama rais wa Jamhuri ya Kenya anaweza akanisikiza iweze kuteremka, mimi ningefurahi, kwa sababu pia mimi ni mmoja wa wale ambao wanatumia yale mafuta. Kwa hivyo kama kuna njia inaweza ikafanyika yale mafuta yapunguzwe, mimi ningefurahi, pia hata mimi ningefaidika mahali pale. Yes. Of course, watu wangu wa Instagram tuchangamke mbio. Mheshimiwa na mheshimiwa hapa, mheshimiwa anazungumzia masuala yenye nahusu jamii. Mheshimiwa ni mtetezi wa Kikuyu wa Siligishu. Tukiongelea Siligishu mzima, kuna mwenye ananiuliza mheshimiwa, una support mrengo gani hapo Siligishu? Mheshimiwa, elezea watu. Mimi niseme ya kwamba hapo Uasin Gishu mrengo ambao mimi na support ni mrengo wa two term. Mrengo ambao uko na maono kama vile rais wetu wa Jamhuri ya Kenya ako na maono, na pia mrengo ambao na support ni mrengo wa mtu yule ambaye anajituma kama mimi. Mtu ambaye amejikubali kujituma kwa huu mrengo wa kisiasa kama mimi, ambaye ako na sera zinafanana na zangu, huyo ndio ambaye mimi namsupport. Yes. Of course, mheshimiwa, tukimalizia ongelea watu wa Tulwet Keses. Ni nini una plan kuwafanyia? Uko na mipango gani kuhusu vijana? Yes, niseme ya kwamba mimi Njenga nimekuwa nikibambana sana kusaidia hii ward yetu. Na sijaanza leo, nimekuwa nikiempower vijana, nimekuwa nikijishughulisha kupeleka vijana driving school, nimekuwa nikisaidia group za wamama, nimekuwa nikisaidia wakulima, na pia
kwa yale ambayo mimi naweza kufanya kwa uwezo wangu sasa, mimi huwa nafanya, na yale ambayo sina uwezo watasubiri mpaka niweze kupata uongozi, hapo ndipo nitaweza kuwasaidia. Lakini kwa sasa mimi nafanya kulingana na uwezo wangu, na niseme ya kwamba wodi yetu ya Tuol, mimi nasema ya kwamba wodi zingine zikisonga mbele pia wodi yetu itaweza kubaki nyuma, kwa sababu mimi niko na mawazo mazuri na wodi yetu, kwa sababu tuko na mabarabara ni mbaya, mambo mengi sana, empowerment ya vijana, wamama na watu wa Tuol ni watu wa bidii, ni watu wa kujituma, wanataka tu mtu ambaye atawapea support na waweze kuendelea mbele na wodi yetu. Yes. Sikia anasema mheshimiwa kuja na chama ya Mheshimiwa Mishra. Mheshimiwa Mishra ako kwa chama gani? Okay, sitaki kuongelea mambo mengi. Mheshimiwa Mishra amekuwa mjumbe wangu. Mheshimiwa Mishra amekuwa kiongozi hapo Uasin Gishu. Pia yeye aingie kwa kiwanja. Kama atakuja na chama yetu cha UDA, akuje tuweze kuuza sera, wananchi watamua. Yes. Thank you so much sana mheshimiwa, ongelesha watu wa Tuol tukimalizia. Watu wa Tuol ningependa kuambia kwamba mimi Njenga nawatakia mema. Mimi Njenga naomba sana waweze kunichagua kama MCA wao, na mimi nitawafanyia kazi. Na pia ningependa kusema ya kwamba wapinzani wangu wote ambao tunang'ang'ana nao MCA, tuweze kufanya siasa zetu kwa amani, tuweze kuheshimu hata MCA mwenyewe kwa kiti sasa, aweze kuendelea na kazi ambayo alipewa na wananchi, na pia sisi wengine ambao tunaomba kura tufanye siasa zetu kwa amani, kutoka hapa chini mpaka kule juu. Tufanye siasa kwa amani na itakuwa mzuri. Na mimi natakia chama chetu cha UDA amani, na kitakia kila mtu ambaye katika chama cha UDA tuuze sera, na pia tuuze sera za Mheshimiwa William Samoei Ruto. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Tukimalizia mheshimiwa, kwa debe jina ukienda 2027 kwa debe watafuta jina gani? Okay, jina langu naitwa Simon Njenga Gashoka. Simon Njenga Gashoka ndio jina yangu, utaweza kuipata pale kwa debe na chama cha UDA. Yes. Thank you sana kutoka kwangu presenter, ukiwa na mheshimiwa hapa. Maswali zimekuwa, lakini unaweza enda Facebook ya mheshimiwa hapa, anaitwa Simon Njenga. Yes. Ukafollow hapo, then kuna projects zenye anafanya amezipost pale, unaweza zifuatilia ujue mheshimiwa anafanyanga nini kando na siasa. Thank you so much kutoka kwangu presenter Kala, thank you so much. Asante.